Kwa hiyo maana ya kukushusha pale juu sasa hivi ni lazima uwe umejiandaa vizuri, uwe na ubavu. Kwa hiyo ukitaka kuona Yanga ipo juu, una uwezo wa kumteremsha, unapita mbele. Unajua onekane shati imekaa hivi. Tafuta mic ya shika hapa nani? Ndio swali bado. Mko vizuri hapa mimi nitaonekana kweli wanangu. Jamani tuko sawa sawa. Hapa sawa. Hapo fresh. Tuko sawa. Mko sawa? Twende yani. Hatuwezi kuwa sawa, twende tu. Hali hongereni sana. Haikuwa rahisi sana kipindi cha kwanza. Pengine watu wakadhani ndio maji yameshazidi huko, lakini mmerejea, bila shaka ndio sifa ya timu kubwa kutokana na tamaa mpaka katika mchezo. Kwanza tunashukuru na asante kwa pongezi zako, lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo mzuri na kupata matokeo mazuri. Moja katika jambo ambalo nimemshukuru sana Mwenyezi Mungu, leo tunakwenda kwenye mechi ya kimataifa CAF Champions League tarehe 22. Tumecheza mechi ya mwisho ya ligi leo na hatujapata majeruhi yoyote. Yaani moyo wangu ulikuwa unadunda kwa sababu tumekuwa na hiyo trendi kwenda kwenye mechi muhimu ya kimataifa, alafu tunatengeneza majeraha kwenye mchezo wetu wa mwisho wa ligi kwenda kwenye huo mchezo wa kimataifa. Kwa leo imeisha salama. Daktari ameniambia hakuna majeruhi yoyote ambayo yanaweza kusababisha mchezaji kukosekana kwenye mchezo wa Farabat. Kwa hiyo nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo. Lakini la pili ni wapongeze benchi la ufundi, wachezaji wetu kwa matokeo mazuri ya leo, na ni matokeo ambayo yametupeleka sasa juu ya kilele cha msimamo. Walipekaa kwenye nafasi ambayo tunastahili na tunaamini ni mwanga sasa wa kwenda kupambana kwenye mechi inayofuata. Kipindi cha kwanza ni kweli hatukucheza vizuri sana, na hatukucheza vizuri sio kwa sababu tulikuwa na uzembe. Hatukucheza vizuri kwa sababu KMC pia na wao walicheza vizuri. First half walijaribu kucheza vizuri sana kwenye kujilinda hapa nyuma. Nafasi ya kwanza ambayo tulipata kupitisha mpira wetu kwa Pacome kwenda kwa Maxi tukafunga, lakini ukiangalia dakika nyingine zote walikuwa watuforce tena pembeni tupige cross. Tulikuwa hatupati nafasi ya kupita katikati, kupita vile ambavyo Yanga tumezoea kupita, na wakawa na usharp. Baada ya sisi kufunga goli ni kama tuka switch off kidogo, wakawa na usharp, tukafanya mistake hapo, wakapata foul. Faida nafikiri ya jua Diara akacheza ule mpira kile alicheza katika eneo ambalo Saliboko alikuwa yuko active na akafunga goli zuri. Kwa hiyo tulipokwenda vyumbani, sijui mwalimu alizungumza nini, lakini naamini alikwenda kuwakumbusha umuhimu wa dakika 5 za kipindi cha pili kuja kucheza kwa umakini. Pressure ni kubwa sana, watu wanahitaji matokeo, players wanacheza kwa pressure kubwa. Baada ya goli la pili kila kitu kilifunguka. Tuliona nafasi nyingi, magoli tumefunga mawili mengine tena, players wakaanza kucheza bila pressure. Na hii inairudia kila siku. Kinachotuumiza hapa sasa hivi ni pressure tu. Pressure hii ikipotea, tukianza kushinda kwa ushindi comfortable namna hii, tukashinda kwenye michezo mikubwa, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya players kuonyesha zaidi kile ambacho wako nacho. Ni kama pressure inaanza kuondoka sasa kwa Andy Boyeli Tembo, leo amefanya vizuri sana. Sisi niwape kidogo shule hapa. Nimeona kuna mtu mmoja yule akili hana. Nikisema tu bahati mbaya hapa, yule akili hana. Alikuwa anazungumza kuhusu usajili ambao Yanga wamefanya msimu huu. Baada ya kutoa kikosi akasema mbona wanaanza wale wa msimu uliopita. Jamani, sisi tulifanya usajili kwa ajili ya kuboresha timu yetu. Hatufanya usajili kwa ajili ya kujenga timu yetu. Wachezaji ambao unaona walikuwa last season, mikataba yao iliyoisha, tuliwaongezea mikataba. Lengo ni kuhakikisha wanabakia na wanakuwa wachezaji muhimu kwa timu yetu. Tungekuwa tuna unyumbukeni tu wa wachezaji wapya, maana yake tungemwacha Maxi asingeongezewa mkataba, tungemwacha Duke Abuya asingeongezewa mkataba, tungemwacha Mudathi asingeongezewa mkataba, tungemwacha Pacome asingeongezewa mkataba. Lakini ukiangalia tumeongezea mkataba wa wachezaji muhimu, baada yake tukawa tunakuja kuboresha timu yetu. Hatukumsajili sisi Boyeli ili aje aanze mbele ya Prince Dube. Tulikuwa tunaamini tuna striker wetu namba 1, Boyeli aje kuongeza changamoto kwa striker wao. Hivyo hivyo kwenye nafasi nyingine. Nafasi pekee ambayo mtu yuko anaanza comfortable kwenye timu yetu sasa hivi ni namba 10 ambayo anaanza Mohamed Dumbia. Kwa nini? Kwa sababu namba 10 wetu wawili wote wameondoka. Ameondoka Azizi, ameondoka Chama. Kwa hiyo Dumbia ndio namba 10 mpya, ndio maana anaanza. Hata Mzizi angekuwa fit, maana yake hata Chikola angekuwa anakaa mbao. Tunaelewa. Kwa hiyo sisi hatukwenda kujenga timu, tulikwenda kuboresha timu.
Kwa hiyo hawa wapya wanaokuja hawa mdogo mdogo wanatakiwa waingie kwenye timu kwa kuonyesha ushindani. Kama hivi anaanza Dube, akija Boeli atakiwa aonyeshe kwamba anaweza kucheza vizuri kwenye nafasi. Hivyo hivyo akija kucheza Musa Balakonte, akija kucheza Lassine Kuma, wanatakiwa waonyeshe kwenye nafasi hiyo huyu mpya anaweza kuofa kitu kikubwa, na hapo ndio timu bora inapatikana. Sio tu kama unasajili mtu kwa sababu ni mpya unamuingiza kwenye kikosi. Kwa hata Boeli anatokea bench kwa sababu anatakiwa alete changamoto kwa Yanga. Kwa changamoto ikiendelea, maana yake wewe ambaye unaanza ambao ulikuwepo last season, ukizembea huyu mpya anachukua nafasi yako, anakuwa regular kwenye kikosi. Sasa hii ni shule ambayo nilitakiwa niwaite, niwaeke chini, nilipie, niwape. Lakini bahati nzuri tu leo nina mudi nzuri, nimewagea Ali, nataka unielezee tukio moja wakati wa penalti. Pacome alienda kuchukua mpira akampelekea Boyeli. Alafu baada ya kufunga goli, Pacome alikuwa kakimbia moja kwa moja kwenda kumkumbatia. Nikaa pale. Boyeli kasababisha penalti, Pacome kamwambia Shia lete mpira. Tunaongoza 2-1 Ile goli ilikuwa ni la 3 na uwa mechi. Pacome kaomba mpira, nikasema hiyo kamba hiyo. Ghafla Boyeli akamfuata Pacome, lete mali. Sasa Boyeli mbona ujipendi? Funga macho, Boyeli angeka nje saizi. Lakini ameonyesha confidence ya striker. Ameonyesha namna unapotakiwa ujiamini kama mshambuliaji. Alikuwa anahitaji goli moja kupata hiyo confidence. Mshambuliaji mwingine laini huwezi kuomba ile mpira. Kaushika Pacome ujue. Kaenda kuomba yeye niachie huo mpira mimi niweke kambani. Amechukua mpira, akapiga penalty nzuri, confidence imekuja, atengeneza nafasi nyingine kafunga goli. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye tunamsifu kwa kujiamini na kuonyesha kwamba hayuko Yanga bahati mbaya, anahitaji kupambana kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Twende bana, la mwisho. Nimeona wana Yanga wamefurahi kweli na wameupa jina uwanja wa New Amani Complex kwamba ile ni Guantanamo Bay. Ule utakaokuja unakuja kwenye gereza ilipo mbali kabisa. Kule New Amani Complex kule patafanyika mabalaa makubwa sana ndugu zangu. Patafanyika mabalaa makubwa sana. Tulichokifanya sisi tumefikiria mbali. Kwa maana tumekwenda New Amani Complex. Na umekuita vizuri ndugu yangu. Kule ni eneo la mateso na mtakwenda kushuhudia. Wala msiwe na haraka. Tarehe 22 dhidi ya Farabat. Tukio ambalo tunafanya sasa hivi hapa, tunakwenda kuzindua jezi zetu za kimataifa. Na tutakwenda kuzindua jezi hizi siku ya Jumatano, kama siku Jumatano kwa mujibu wa ratiba ambayo imepangwa. Tutakwenda kulaunch jezi zetu za kimataifa ambazo tutachezea mchezo wa kwanza wa Farabat. Niwaambie mashabiki na wapenzi na wanachama wa klabu yetu ya Young Africans. Haya leo ya ligi yameisha hapa. Tuna kibarua kizito kweli tarehe 22. Tupo kwenye kundi gumu, tupo kwenye kundi zito, na sisi kwa sababu ni timu kubwa ndio tumeweka ugumu pia kwenye hilo kundi.